Lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini. Nchi yetu Tanzania haina changamoto ya upungufu wa umeme. Tunanunua umeme kutoka nchi 3 tofauti mpaka hivi ninavyozungumza. Bila shaka kauli hizi zinakuchanganya. Utajiuliza, kwa nini Tanzania inataka kununua umeme nje ya nchi ilhali inazalisha umeme wa ziada? Lakini swali lingine, je, Tanzania inaweza kuuza na kununua umeme kwa wakati mmoja? Kwa jibu la moja kwa moja ni ndio. Inawezekana kabisa kwa nchi kuuza na kununua umeme kwa wakati mmoja. Na hii ni kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo sababu za kiufundi na pia sababu za kiuchumi ambazo zinaweza zikaathiri ule usambazaji na upatikanaji wa nishati ya umeme katika maeneo tofauti ya nchi. Kwa mfano, Tanzania inazalisha umeme mwingi sana katika maeneo ya kusini mashariki, lakini wateja wengi wa viwanda pamoja na biashara kubwa wako katika kanda ya kaskazini. Sasa kusafirisha umeme umbali mrefu kutoka kusini hadi kaskazini huaga inasababisha upotevu mkubwa sana wa umeme pamoja na gharama za ziada. Sasa ili kupunguza upotevu huu wa umeme pamoja na gharama za ziada na kuhakikisha kwamba upatikanaji wa umeme unakuwa ni wa uhakika zaidi katika hizi kanda za kaskazini, Tanzania imeamua kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya. Sasa na hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa gridi ya umeme wa Tanzania, lakini pia kupunguza gharama ambazo zinatumika katika usafirishaji. Sasa ili kupunguza upotevu wa umeme pamoja na gharama zinazotumika, na umeme wa serikali wa nchi mkianza kupangiwa na watu wengine, mumekwisha. Watafika siku moja watasema leo umeme tunauzima na ninyi mnajenga treni ya umeme. Maana yake watu hawatasafiri. Wanaweza wakaamua leo umeme huu tunaupandisha bei, au leo umeme tunauzima, hata kwa kutafuta visingizio vingine. Maana yake viwanda vyote mlivyovijenga vitasimama. Kwa hiyo katika swala la umeme, ndugu zangu wa Tanzania, ninachowaomba tushikamane. Tumeamua kujenga uchumi wa nchi yetu. Sasa kwa mujibu wa waziri wa nishati, anasema kwamba serikali imeamua kununua umeme kutoka Ethiopia ili kuhakikisha kwamba upatikanaji wa nishati ya umeme unakuwa ni wa uhakika zaidi katika mikoa hii ya kaskazini. Sasa watu wengi wanatakiwa kufahamu kwamba maamuzi ya serikali kununua umeme kutoka Ethiopia kupitia Kenya si jambo ambalo linamaanisha kwamba serikali ni dhaifu sana. Hapana. Hii ni njia ambayo inatumika kutatua tatizo kwa haraka wakati serikali ikiendelea kuwekeza katika uzalishaji wa ndani. Sasa Tanzania ina uwezo wa kuzalisha umeme wake. Changamoto kubwa ni usafirishaji kwenda kwenye mikoa mbalimbali. Unajua mfumo wa usambazaji wa umeme bado una mapungufu makubwa sana, hasa hususan katika hii mikoa ya kaskazini kama vile Arusha, Kilimanjaro, Manyara pamoja na Tanga. Kwa hiyo nchi kama nchi ina uwezo wa kuuza umeme, lakini pia ina uwezo wa kununua umeme kutoka katika nchi nyingine. Na hii ni kutokana na sababu za kiufundi ama sababu za kiuchumi. Naitwa James Atilio, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.